Na kutokana na vita ambavyo vimeendelea ama vinaendelea kule nchini Iran, ambavyo mashambulizi kutoka Israeli pamoja na Marekani wakiendelea kuishambulia Irani, vita vilivyoanza tangu Februari ya tarehe 28 juma lililopita Jumamosi. Sasa tunataka tuangazie juu ya athari ambazo tayari zimeanza kujitokeza, hasa suala la kupanda bei kwa mafuta na masuala mengine ya kiuchumi. Na kwenye laini ya simu nimemwalika mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, Dr. Ponsian Ntui, ambaye ni mbobezi katika suala hili la uchumi. Dr., ni kukaribishe sana. Asante sana. Kwanza kabisa, vita vya Irani vina athari gani hasa kwa bei ya mafuta na nishati duniani, na pia jinsi gani mabadiliko haya yanavyoweza kuathiri pia nchi za Afrika haswa Tanzania? Kwa vyovyote vile, kama tunavyofahamu, Irani na nchi zinazozunguka Irani ndizo nchi ambazo zinatoa nishati kwa kiasi kikubwa zaidi kwenye maeneo mengi duniani ikiwemo China. Kwa hiyo kwa vyovyote Iran, vita ambavyo viko Iran havihusu Irani pekee, bali vinahusu Iran na mataifa yanayozunguka kama Kuwait, mataifa yote hao ya Uarabuni. Kwa hiyo tukiangalia vita kwa upana wake ni kwamba nchi zote hizo zinazozunguka Iran zote zimeguswa, na kwa nchi hizo kuguswa kwa umuhimu wake kwenye masuala ya mafuta na gesi, kwa vyovyote vile lazima bei ya mafuta duniani, gesi duniani inapanda. Tunavyoongea sasa hivi kwenye nchi za Ulaya tayari gesi imepanda kwa zaidi ya 60% tunavyoongea sasa hivi, na kwa vyovyote vile nchi zote duniani sasa hivi kwa siku mbili zijazo au tatu utaona athari zake na bei za mafuta zitapanda zaidi. Na hasa Afrika kwa vyote vile sisi lazima tuathiriwe zaidi, kwa sababu sisi sehemu kubwa tunategemea mafuta yanayoingia kutoka nje, na sisi sio wazalishaji na wala sio watumiaji sana wa rasilimali za Afrika au madini au mafuta au chochote kile kinachotoka Afrika. Kwa hiyo sisi sehemu kubwa kwa bara zima la Afrika sisi ni waagizaji. Kwa nini unasema kwa haraka sana, na kwa nini Irani? Kutokana na kuwa mzalishaji mkubwa wa mafuta ama milango bahari ambayo inaingiza au inaleta mafuta kwa pande za Afrika? Vyote viwili na kingine labda kitaongezeka cha tatu. Moja, kuna usafirishaji wa mafuta utakatika, na kwa taarifa zilizopo sasa hivi nchi kadhaa za Uarabuni zimeshasitisha uzalishaji, maana baadhi ya miundombinu imepigwa, mabomba ya usafirishaji yamepigwa. Kwa hiyo mnyororo mzima wa usafirishaji wa mafuta utakatika, na baadhi ya makampuni makubwa kama Maersk na wao wamesitisha usafirishaji wa makontena na bidhaa zao. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili ni Irani ndiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta. Kwa hiyo ukimgusa Irani unaathiri mpaka China, ambayo Irani anapeleka mafuta na bidhaa zingine. Kwa hiyo ukiathiri uchumi wa China, kwa vyovyote unaathiri sehemu kubwa ya dunia. Kwa hilo linaweza likawa la pili. Lakini la tatu ni kama nilivyosema, sisi ni kwa hasa bara la Afrika, sisi ni wategemezi sana wa bidhaa kutoka nje. Kwa hiyo ukiathiri nchi zinazozalisha mafuta kwa ujumla wake, umeathiri moja kwa moja bara la Afrika, na kwa vyovyote vile sisi hatuwezi kufurukuta. Na kwa tabia tulionayo hasa bara letu ni kwamba huwa hatuna hifadhi ya mafuta za kutupeleka miezi miwili mitatu baadaye. Sisi ni watumiaji tu wa mafuta, yakiisha tunaagiza. Kwa hiyo sisi hatuna reserve. Kwa nchi nyingine kama Marekani, nchi za Ulaya tunavyozijadili sasa hivi, hizo nchi huwa tunaita wanaweka ghalani au wanaweka reserve kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Sasa tabia ya Afrika iko wazi, sisi ni walaji tu, alafu hatuna mipango kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Sisi ni tunachokiagiza ni kwa kutumia kwa wakati huo tu. Ni kwa jinsi gani mzozo huu ama mizozo ya namna hii kama wa Irani inavyoweza kuathiri mzunguko wa biashara, hasa tunafahamu kwa njia za Afrika Mashariki, mfano usafirishaji wa mizigo kupitia
bandari ya Hormuz ama mlango bahari wa Hormuz pamoja na Suez. Si tu mlango wa bahari, vita hivi vinaathiri usafiri wa barabarani kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, lakini usafiri mkubwa ulioathiriwa sasa hivi ni usafiri wa anga. Hata kwenye anga sasa hivi ni shida. Nchi za Uarabuni zote hizi ambazo zimekumbwa na matatizo sasa hivi, watu hawawezi kusafiri kwenda kule. Nchi za ambazo kuna utalii mkubwa kama Qatar, sasa hivi ukikwenda Doha ni shida sasa hivi. Na nchi nyingine za Uarabuni ambako watu ndio wanaenda wanafanya biashara na kufanya utalii mkubwa, sasa hivi ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunaathiriwa kwenye utalii, lakini tunaathiriwa ndio kwenye mlango bahari, vitu havitembei. Kwa hiyo sisi kwa vyovyote, yani kwa vyovyote sisi, iwe angani, iwe ardhini, iwe majini, sisi tumeathiriwa. Na kwa sababu tukichukua nchi za Afrika tunafanya biashara na nchi za Uarabuni na tuna wawekezaji kutoka Uarabuni, tuna bidhaa zinazotoka Uarabuni zinakuja Afrika, na sisi tunapeleka Uarabuni bidhaa kadhaa ikiwemo nyama za ng'ombe na vitu vingine. Lakini athari nyingine ambayo itakuwa ni ngumu kidogo na lazima tuikubali ni kwamba nchi zote za Uarabuni sasa hivi, chochote kile ambacho zinacho zitahifadhi. Kama wana mafuta kidogo watahifadhi, kama wana bidhaa kwa ajili ya kusambaza duniani za gesi watahifadhi, kwa sababu hawajui hili tatizo litaenda kwa muda gani. Na hata nchi za Afrika tulizonazo sisi wenyewe hapa, nchi zenye hifadhi kidogo ya mafuta itahifadhi, ikiwemo Tanzania. Kama kuna kahifadhi fulani, na sisi tutaanza kujibana. Kwa kila nchi sasa hivi inajibana, kwa sababu kwa taarifa ya rais wa Marekani jana ni kwamba mzozo huu utaenda miezi 4 mpaka miezi 5. Kwa miezi 4 mpaka miezi 5, kama hauna hifadhi lazima utapata shida kubwa sana kama taifa. Dr. pasina shaka tunaweza tukafananisha ama tukalinganisha madhara ama athari tulizozipata baada ya vita vya Ukraine na Urusi kuanza. Pasina shaka tulishuhudia baadhi ya bidhaa zikipanda bei na vitu vingine kadha kadha. Tunaweza tukafananisha Irani, ama Irani inaweza kuwa zaidi ya Ukraine na Urusi, athari zake kwa sisi kama Watanzania? Athari za vita hii ni kubwa zaidi kwa Afrika kuliko kilichotokea wakati wa Urusi na Ukraine. Kwa sababu Ukraine tunapata nini? Sisi Ukraine tutapata ngano na baadhi ya vitu ambavyo kimsingi hatufanyi biashara kubwa sana na Ukraine. Lakini na Urusi pia, Urusi kama lilivyo taifa, Urusi halina vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukasema kwa mara moja kwamba ni vya karibu na vinafanyika ndani ya Afrika. Urusi kama taifa ndio linafanya biashara na Afrika, lakini sio kwa kiasi hicho. Urusi ni tofauti na nchi za Ulaya. Urusi ni kama hizi za EU, lakini Urusi ni tofauti na Marekani katika kufanya biashara na Afrika. Lakini kumbuka, hivi vita vinachukua nchi zote za Mashariki ya Kati zote kabisa na nchi zote za Uarabuni. Hizi nchi zote ziko vitani zote. Ukiacha wakati ule unaongelea Urusi, unaongelea Ukraine na nchi za Ulaya zikicheza kwa mbali na Marekani ikicheza kwa mbali. Lakini sasa hivi nchi zote za Uarabuni zimepigwa. Irani yenyewe kwa makosa au pengine kwa kushindwa kujua, yenyewe imejiingiza kwenye mzozo ambaye imepiga wenzake wote ambao wanamzunguka. Kwa vyovyote kila mtu anajihami na kila mmoja anajilinda. Na hizi nchi zote hizi tunafanya nazo biashara kwa karibu sana katika bara hili. Kwa hili ni kubwa. Hili ni kubwa, linaenda kuathiri dunia kabisa kuliko hata vile vita ambavyo tulikuwa tunaviongelea vya Ukraine na Urusi. Pasina shaka tumetizama kwa upande wa nishati, mfano mafuta, lakini vipi kwa upande wa soko la fedha, kwa maana ya ubadilishaji wa fedha za kigeni? Kunaweza kukatikiswa pia kwa namna moja ama nyingine kwa Afrika na Afrika Mashariki? Ndio, mafuta ni fedha, gesi ni fedha. Kwa hiyo ukiathiriwa tu na mafuta kidogo, tayari fedha imepata shida, na nchi zetu hizi tegemezi zitapata shida sana. Sisi sarafu yetu itapata shida. Kama tukiathiriwa, mafuta yakipanda bei, sisi tutalazimika kutumia pesa nyingi za Kitanzania katika kuitafuta dola moja. Kwa vyovyote vile sarafu zetu zitaanguka. Sarafu kama ya Marekani itapanda zaidi.
Sisi sarafu zetu hizi za kuanza kutafuta dola ili uweze kununua mafuta, tena unatafuta dola nyingi zaidi kuliko ulivyokuwa unaitafuta zamani, kwa namna yoyote ile sisi sarafu zetu zitadondoka. Lakini taarifa zilizopo mpaka sasa hivi, masoko ya mitaji duniani yameshuka kote, Ulaya, Marekani, masoko ya mitaji yameshuka, na yanashuka kwa sababu wawekezaji hawajui kitakachoenda kutokea siku 3-4 zijazo, mpaka watakapoona hali ya Mashariki ya Kati na inaendaje. Pengine wawekezaji wanaweza wakaanza kuwa na imani na uwekezaji wa mitaji kwenye masoko ya mitaji. Sasa pasina shaka tumeona hata leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza kwenye uzinduzi wa ni tanki pasina shaka au matanki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam, naye amezungumza kwamba tayari tumeshuhudia duniani huko takriban 13% ya mafuta, bei ya mafuta imepanda 13%, na kutoa rai kwamba tuwe na hifadhi ya kutosha. Sasa tunaona fursa gani hasa kiuchumi kwa nchi za Afrika zinazogusa hasa mafuta ama zinazouza hasa mafuta na rasilimali kama dhahabu kutokana na ongezeko la bei ya nishati ulimwenguni? Kwa kweli kwa Afrika fursa iliyopo ni ndogo sana. Hiyo ni lazima tu tuwe wa kweli. Sisi fursa yetu ni ndogo sana. Kwa sababu changamoto tulionayo kubwa katika nchi za Afrika, hata zile zenye mafuta, ni kwamba mafuta yale huwa hayanufaishi sana wananchi husika, na huwa zinaitwa, na hilo huwa linaitwa laana ya rasilimali kwa nchi za Afrika. Kwa hiyo sisi nchi zetu za Afrika hazijawahi kunufaika sana na rasilimali zilizopo. Hata zile zenye mafuta ni fujo tu, vita tu, vurugu tupu. Kwa hiyo sisi hatuna fursa yoyote kwa kweli kwa sasa, zaidi tu pengine ya vurugu kuongezeka zaidi au fujo kuongezeka zaidi kuliko ambavyo labda wananchi wangesema sasa kuna changamoto ya mafuta Mashariki ya Kati, labda sisi sasa tuchukue mkondo huo tuweze kuuza mafuta zaidi na nchi zetu ziweze kunufaika zaidi. Lakini nchi hizi zenye mafuta kwa Afrika zinaenda kushuhudia mzozo mbaya zaidi, wananchi wakiumizwa zaidi kuliko wananchi kunufaika na rasilimali zao. Kwa mimi nisite kusema kwamba tutanufaika sana huu mzozo utaenda kutuumiza zaidi, kwa sababu nchi zetu hazijawahi kutumia rasilimali zilizopo kwa ajili ya watu wao. Zaidi rasilimali zimetumika katika kuangamiza watu na pengine kusababisha umaskini mkubwa zaidi kwenye maeneo yanayozungukwa na rasilimali kuliko manufaa yaliyopo. Dr. Ponsian, kwa uchunguzi wako, utaalamu wako, lakini ubobezi wako katika swala la uchumi, unaona vita vya Irani vinaweza kuchochea sera mpya labda ya uchumi au ulinzi wa nishati katika mataifa kama ya Afrika Mashariki, tunaweza kusema pia Tanzania, katika hasa uwekezaji wa rasilimali asilia pamoja na ujenzi labda miundombinu mbadala mbalimbali? Labda, ingawa mimi matumaini yangu ni madogo, kwa sababu matatizo kama haya, vita kama hivi vimetokea kwa muda mrefu sana. Vimetokea Iran na Israel na havijaanza kugombana leo. Imejitokeza, kama nakumbuka, iliitwa Operation Rising Lion, ilifanyika siku 12 mfululizo, na kidogo mtikisiko ulitokea, lakini hatukujifunza kama bara. Ukiacha nchi moja hatukujifunza. Lakini kimetokea cha Ukraine na Urusi, vita imepiganwa mwaka si wa 4 sasa. Hatujajifunza mpaka inafika Ukraine wanatugawia na ngano kabisa, na sisi tupo tu, hatujajifunza sana. Lakini pengine kwa kuwa madhara, kama nilivyosema, madhara ya huu mzozo yatakuwa ni makali kidogo kuliko yale ya Ukraine na Urusi, pengine pale tunaweza tukajifunza kwamba kuna wakati rasilimali zitaadimika kama mafuta na gesi. Lakini tusisahau pia tulikuwa na janga kama la corona, ambao tulidhani pengine tungeweza kujifunza kwamba tukawa na mfuko mkubwa wa masuala ya afya na majanga, ili inapotokea majanga tuweze kujifunika au tuweze kupunguza makali yake. Hatujafanya. Yaani
tumepigwa na corona hapa bara zima, dunia nzima, lakini sisi sasa hivi tukiulizana leo yale madhara tuliyoyapata na tumeweka nini ili janga kama hilo likijitokeza tuweze kulikabili, utakuta hakuna, ni sifuri kabisa. Kwa hiyo pamoja na umuhimu wa kujifunza kutokana na hizi vita na haya majanga, nadhani bara la Afrika si bara la kujifunza. Bado tuko mbali kweli kweli. Sisi sio watu wa kujifunza. Yaani sisi ni watu, matukio yakitokea tunayashangilia, tunahuzunika, alafu yakishapita tunadhani yamepita hata kaa yatokee, lakini ni lazima yatakuja kwa namna nyingine. Hili lilikuwa la corona, hili limekuja la vita, itakuja na jingine. Na ni kushukuru sana Dr. kwa kupata nafasi hii kuzungumza nawe na kwa wasaa wako kutoka huko jijini Mwanza. Asante sana, na mimi niwatakie kila laheri.